mazuri yenye kukufariji, lakini hayo hayatakuwa msaada. Ninachotaka kusema hapa, nataka kuisema kweli ya Mungu ambayo inaweza kukusaidia. Inawezekana una dini yako nzuri kabisa, na mimi nasema vizuri. Inawezekana una imani yako nzuri kabisa, mimi nasema vizuri, lakini mimi nazungumza kwa habari ya wokovu. Acha nikwambie habari ya mtu mmoja katika Biblia, anapatikana kile kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12. Ukianza kusoma kama ni mtu mzuri kwa habari ya maandiko, unaweza kuanza ule mstari wa 15. Unazungumza habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa kwa miaka ya nyuma aliishi kabla sisi, na huyu si mwingine ni mfalme Daudi. Biblia inamtaja mfalme Daudi huyu baada ya kutenda dhambi. Nabii Nathani akamfuata akamwambia, hakika mtoto huyu ambaye umempata katika njia upotofu atakufa. Daudi akaanza kumlilia Mungu. Daudi akaanza kumsihi Mungu. Akamwambia Mungu, nisaidie, ikiwezekana umsaidie mtoto huyu apate kupona. Na kwa sababu yeye alikuwa ni mfalme, nchi nzima inamtegemea. Ningezungumza kwa habari ya Tanzania, pengine ningesema huyu alikuwa ni kama rais. Alikuwa ni mtu wa juu sana. Mfalme Daudi anaomboleza, hata kitanda hakuona kama kina msaada. Rejesha uhai wa mtoto wake. Hata watumwa wake na wafanyakazi wake waliona hali ile, maana yake alikuwa katika maombolezo makubwa. Lakini alimlilia Mungu siku ya kwanza, siku ya pili, na Mungu alikaa. Lakini akiwa katika hali ya kubembeleza mtoto wake apone, akagundua uko ukimya, na kwa sababu alikuwa ni mfalme na uelewa, akawafuata watu wale akawauliza, mbona inaonekana kama mambo hayako sawa? Biblia inaniambia, akamwambia, tunashindwa tu kuambia nini, lakini tayari mtoto wako amekwisha kufa. Daudi baada ya kuambiwa kwa habari ya mtoto wake kufa, maandiko yananiambia alinyanyuka kutoka katika mavumbi, akaomba maji akaoga, akaomba chakula akala, na maisha yakaendelea. Tunajifunza nini kwa habari hii? Baba yetu amelala, tuna haja kuendelea kuumiza kichwa. Habari yake imeishia pale, kwa sababu maandiko yanasema, Daudi akasema, hata kama nikiomboleza itasaidia, maana hawezi kurudi kwangu, badala yake mimi nitamfuata alikokwenda. Sisi tulioko hapa hatuwezi kumrudisha baba yetu, badala yake tutamfuata alikokwenda, maana kila mmoja njia yetu ni kupitia umauti wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo haijalishi wewe ni mbabe kiasi gani, haijalishi wewe ni namba 8, haijalishi una kalangi kazuri au keusi, bado njia yetu ni ile ile. Lakini mimi nakwambia ni vizuri ujitengeneze, ni vizuri weke mambo yako vizuri, maana kifo hakina mjadala. Hata matajiri kifo wanakiogopa, hata masikini kifo wanakiogopa. Na wakati mwingine Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya taabu zao. Acha nikwambie, duniani hakuna raha, duniani hakuna amani. Wako matajiri wakubwa kabisa, lakini hata pa kulala ni changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako matajiri ni mabilionea, lakini wanalala kwenye majeneza. Wako matajiri ni wakubwa kabisa, lakini wanalala chini. Maana yake hawana amani, lakini ukiwa kwa Yesu unakuwa na amani. Hata kama unakula msogoro mzuri, una amani nao. Hata kama una nyumba ya kawaida, una amani nayo. Kuna watu wanajenga majumba mazuri, lakini hawalalimo. Hawalalimo. Lakini leo mimi nakuletea habari nzuri za Yesu, kwamba Yesu akikusaidia utapata neema. Maana maandiko yanasema, heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya taabu zao. Tusidanganyane, taabu tunazo, maana duniani pamejaa taabu. Amen. Haleluya. Amina. Lakini ukiwa na amani, kuliko kile ambacho kimeungwa kimejaa masimamo. Amen. Heri ulivyo hivyo. Yesu anasema wewe ni mzuri mno, kwa sababu amekutengeneza. Anayekula maharage na anayekula nyama wote ni sawa. Anayekula ugali na anayekula wali wote ni sawa. Hizi ni mbwembwe tu, pilau sijui mdalasini sijui ni mbwembwe tu, lakini unachokula wote ni sawa. Mimi nakushauri, maana duniani iko dhiki, duniani iko shida. Hata unaweza kujiona uko salama, kumbe hauko salama. Lakini mimi nakualika kwa mstari mzuri huu ambao Paulo anauandika vizuri kabisa katika Ufunuo hii. Anasema heri wafu wafao katika Bwana. Ukifa katika Kristo, maana wote tutakufa, lakini tofauti yetu ni moja, kwamba anayekufa katika Kristo matendo yake yatamfuata. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Hata usipoitika matendo yako yatakufuata. Matendo yako yatakufuata. Kama wewe umezoea kunyoosha wenzako, na wewe utanyooshwa. Basi unasema na abando kinahoba kachiragwa. Hata kama unaloga wenzako, na wewe utalogwa. Maana maandiko yanasema naye huo kwa upanga, neni kwa upanga. Kwa haijalishi leo ni mwamba, unakalia wenzako, unatesa wenzako, usiku kucha ni kuwaloga, na wewe jehanamu inakungojea. Amen. Nakushauri, kata shauri, ujiweke vizuri.
imani iko dhiki, hakuna amani. Ninakukaribisha kwa Yesu kwamba heri wafu wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya taabu zao. Wako watu wana taabu hapa hata na ndoa zao. Unaweza kufikiri umeolewa, kumbe hujaolewa. Ni taabu, ni msiba. Kwa ambayo iko kuna utaratibu mzuri unasikia neema. Lakini kuna watu hata wana fedha wala hawawezi kuzifaidi. Wako watu hata wana magari, wake zao hawawezi kuingia kwa magari yao. Unanielewa ninachokisema hiki? Unakielewa ninachokisema hiki? Bwana yako anaweza kuwa na gari alafu unaona pale kwa mbele anaweka mwanamke mwingine kishoka. Wewe hata kuingiamo huingimo kwa sababu kuna msiba. Lakini nakwambia ukiwa kwa Yesu anakusaidia. Amina. Unakwenda vizuri. Kata shauri leo. Kata shauri leo. Umruhusu Yesu akusaidie. Maana Yesu akiingia, nimesema kwa habari ya msiba hatujadili. Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu. Amen. Hakuna mwemwe mimi pepesi hapa. Yaani baada ya kifo ni hukumu, manake ziko njia mbili zimewekwa. Ni swala la kujiweka sawa. Uamue leo kama nimeamua kumchagua Yesu anisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halafu ukiendelea pale chini msomaji, unajua kuna nini kinafuata, kinasema hivi: maana matendo yao yatafanana, yatawafuata, yataambatana nao. Yaani esholeta ile kamera miguru ile rekodi inatunza tu. Siku yenyewe vitabu vitafunuliwa. Hebu nisomee Ufunuo 20 mstari wa 12 hapo, angalia Ufunuo 20:12. Ufunuo 20:12 nasema. 12 Biblia inasema. Ndio. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Tulia hapo msomaji wangu. Paulo anasema hapa, anasema akawaona wafu. Manake hao wote ambao walikufa zamani na wanaoendelea kufa, siku moja ipo tutasimama mbele ya kiti cha enzi. Anasema akawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Manake hata wadogo walisimama. Halafu ikawaje? Na vitabu vikafunuliwa. Ndio. Na kitabu kingine kikafunuliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vitabu hivyo. Mambo yanaandikwa hata leo hapo, tayari malaika ameshaandika kwamba mwinjilisti Magesi amefundisha. Sasa wewe ziba masikio, tulaga bogondo ketegambone kupore bono nende siba kabisa. Lakini mambo haya yanaandikwa na siku hiyo utasimama mwenyewe kama mwenyewe. Hata kwa kusema na kutetea, utaulizwa maswali mwenyewe kwa matendo yako. Ninakushauri mpendwa, chagua kumtafuta Yesu. Na mimi sijakwambia utoke kwenye dini yako hiyo ulionayo, komaa nayo, lakini hakikisha matendo yako yamesimama vizuri. Matendo yako yako vizuri yenye kumpendeza Mungu. Maana kwa habari ya kifo hatujadili, kila mwenyewe hapa atakufa. Amen. Hivi tuliamini rais wetu angekufa Magufuli? Sasa kama Magufuli amekufa, wewe ni nani? Unapua kama ya kwangu imetazama chini. Hata ukilia namna gani, iko siku itafika utakufa. Lakini kikubwa hapa, unakufa kufaje? Unakufa katika mazingira gani? Ni lazima ujitengeneze. Maana tutakufa ndio, lakini tunakufaje? Hakikisha jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Maana iko siku watasimama. Mtu mmoja anasema moto wa jehanamu mwepesi sana huo. Mama moto toke na daraga subarira. Nakwambia hivi, huo sio moto wa kusubarira, huo utanyoshwa. Haleluya. Amina. Utanyoshwa. Maandiko yanarekodiwa. Maana watu wana mizaa sana. Wanaona kama vile tunapiga kelele, lakini habari tunapaza sauti kwamba tuko nyakati za hatari ambazo lazima tujiweke vizuri wapendwa. Na shauri kumtafuta Yesu, maana ziwa la moto na kiberiti lipo kwa ajili ya watenda maovu. Lakini mimi nakwambia njoo kwa sauti ya upole. Mtafute Yesu wako akusaidie, ili siku utakaposimama katika kile kiti cha enzi, ukisubiri hukumu yako, basi uwemo jina lako kwenye kitabu cha neema. Uwemo jina lako kwenye kitabu cha nini? Cha neema. Maana kufa tutakufa. Amen. Seba kujiwe. Amina. Kama mwasaya yayo kusaya. Yesu anakupenda hivyo. Yaani nurulino kio sebako tokibeki ikoduhu. Wewe njoo tu kwa Yesu, atakuja kurekebisha na kwambia kaka uchawi punguza. Habiyo banja kuendesha pikipiki ama bitiboya. Anakuelekeza tu kwamba hizo ofisi walishaacha wenzako, wamehamia kwenye pikipiki. Sawa? Habari ya kukalia wenzako walishaacha. Huo sio ujanja tena. Habari ya kula nyama za watu wenzako walishaacha. Wanakula chipsi, wanakula nyama za kuku zao vizuri. Anakuelekeza
Mungu wetu huyu ambaye ninamtangaza hapa. Ninakukaribisha Yesu, tafute mahali ambapo unaweza kuingia kwa maana ya ibada. Mtafute Mungu wako, maana kwa habari ya kifo kila mtu atakufa. Amen. Tena kama nyinyi wa mama mngekuwa mnanisikiliza, mngekuwa mnanielewa, nyinyi ndio mnatakiwa kupambana sana. Haleluya. Kwa sababu sisi wa baba, ndugu yangu, hatutishwi na hizo nani. Yaani unatakiwa mtulie kabisa, mtuombee, mnyooshe vizuri, mjipange vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni mume wako unamuombea anakaa vizuri, anarekebishwa na Yesu. Lakini ukitaka kwenda si kwa magena kusaidia tikadao kumtuliza, mwanaume hatulizwi. Weka lipstick. Sio lipstick tu, siku hizi wanapaka na lotion usoni. Usoni anang'aa sana, lakini miguuni huko anakuwa black currant. Ninasema sawa tu. Lakini Yesu anakutaka hivyo ulivyo. Amina. Cha wimbo ulio bora kinasema usinione mweusi lakini nao uzuri. Yesu anakupenda na weusi wako huo. Anakupenda hivyo ulivyo. Anakujua, amekutengeneza kwa mfano wa Mungu. Maana yake una sura nzuri, hata kama wengine hawezi kukuelewa, hawezi kukukubali, wewe nenda kwa kioo jiangalie. Alafu mwambie Yesu, mimi ni mzuri.